Ni Pretty Janet, karibu. Huku taifa likishuhudia visa vya utovu wa nidhamu na heshima kwa viongozi mbalimbali mitandaoni, mswada unaolenga kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii nchini uliwasilishwa bungeni na aliyekuwa msaidizi wa Rais William Ruto, Marian Keitany. Kwenye mswada huo, Keitany ambaye ni mbunge wa Aldai kwenye kaunti ya Nandi ametaka Wakenya kuwasilisha vitambulisho vyao kwa wanaposajili kwenye mitandao ya kijamii, huku wakitoa watu wa huduma pia wakitakiwa kufuatilia matumizi ya kila Mkenya. Iwapo mswada huo utapitishwa bungeni, Kenya itajiunga na majirani wake wa karibu katika udhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii, swala ambalo limekashifiwa vikali na wataalamu wakisema kwamba litazuia Wakenya kuwa na uhuru wa kutoa maoni. Winfrey Owino anaarifu zaidi. Kuchao, Wakenya hutegemea mitandao ya kijamii kwa mawasiliano, burudani, biashara, kazi na pia kujua yanayojiri ulimwenguni. Humu nchini, tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba matumizi ya mitandao ya kijamii inakuwa kwa kasi, hasa ndani ya mwaka mmoja uliopita, huku vijana wakiwa wengi kabisa mitandaoni. Ili kuimarisha matumizi ya mitandao ya kijamii, mbunge wa Aldai Marian Keitany amefikisha mswada bungeni unaotaka watoa huduma za mtandao kuchunguza matumizi ya Wakenya mtandaoni na kutoa ripoti katika tume ya mawasiliano nchini maarufu kama Communication Authority kila mwaka. I think it's a good move because people will be cautious on what they'll be posting on social media. There are going to be bad content on social media. Mswada huo, Kenya Information and Communications Amendment Bill 2025, unalenga kuzuia watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Hivyo basi, kila Mkenya ambaye anatumia mtandao atahitajika kujiandikisha kutumia kitambulisho chake. Hata hivyo, Demas Kiprono, ambaye ni mtaalamu wa haki za mtandaoni, anasema huenda serikali ikakosa kufaulu kutokana na kutokuwa na dhamana ya faragha ya data. Vilevile, anasema mswada huo ukipita, basi utakiuka haki za kikatiba kama uhuru wa kutoa maoni na haki ya faragha. So, under the Constitution, any limitation on rights must be legal, so must be specific and concise, must pursue a legitimate aim. Usually the legitimate aim should be national security, public order, public health, and so on and so forth. Iwapo mswada huo utapitishwa, Kenya itakuwa imefuata mkondo wa majirani kutoka Uganda na Tanzania ambao tayari wana sheria kali za kudhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii. Tanzania has very stringent cybercrimes laws that have all but closed down online activity, especially whistleblowing, has closed down journalism. Every person who has a blog must register their blog to the state. Kenya has tried to regulate social media before, and we argued at that time also that that was unnecessary. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna Wakenya milioni 15.1 wanaotumia mitandao ya kijamii nchini Kenya. Hii ikiwa ni asilimia 26.5 ya jumla ya Wakenya milioni 57. Winfrey Owino, KTN, Nairobi. Kwingineko ni